Billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wapenzi wa Ustadh Shafi Online TV, sasa hivi tumeamua kufungua akaunti yetu ambayo itakuwa ya M-Pesa kwa ajili ya michango, kwa ajili ya vifaa vya kufanyia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaunti hii ni 0753 747457 au +255 753 747457. Jina litatoka Shafii Yusufu. Kwa sasa akaunti yetu ya kuingizia michango yenu itakuwa ni hiyo ya M-Pesa, lakini vile vile tuna grupu letu la Ustadh Shafi Online TV ambalo tutakuwa tunazungumza vitu vingi sana humo. Ukitaka kujiunga na grupu hilo utapiga namba 0713596030. Hii ni namba ya kuombwa kujiunga katika grupu letu. Shimi alaikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote mnachokitanguliza cha khairi mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali nilikosa. Ustadh Shafi, kuna jambo fulani wanashangaza sana kuhusiana na Uislamu. Talaka. Swala la talaka huwa linakuwa ni gumu sana. Leo nilitamani sana tujue kuhusiana na utaratibu wa talaka, hasa talaka ambayo akiitaka mwanamke unakuwa na ugumu sana. Labda hapo shida ni nini? Kwanza mimi niseme kwenye Uislamu haujaika kufungana kwa mwanamume na mwanamke katika ndoa. Tofauti na wenzetu upande wa pili kwamba ndoa ikifungwa haifunguliwi hiyo mpaka siku ya mwisho. Lakini kwenye Uislamu vitu vyote viko wazi, na Mungu kaweka hivi kwa sababu tusije kusigana mbele wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu ndoa ni baina ya mwanamume na mwanamke. Mmoja anapokuwa ndoa haiwezi, anaweza kuondoka katika ile ndoa. Kwa mfano mwanamume anapooa halafu akaona haelewani na mwanamke, kwa sababu ndoa ni maelewano. Ikiwa mwanamke hawezi kukuelewa, afanye kile unachokitaka, maisha ya moyo ndio hayaeleweki, basi mwanamume una haki ya kumpa talaka ili ukatafuta yule ambaye unayeona kwamba wewe utaishi naye. Lakini baada ya kupitia vipengele vyote vya suluhu vimeshindikana, mwanamke naye akiona sio mtu sahihi kwa sasa, hakuhitaji, labda kwa matatizo hivi visuluhu zimepita ueleweke, sheria inampa mamlaka mwanamke ya kujiondoa. Anajiondoaje katika ndoa? Atakwenda kwa makadhi ambayo mashehe wetu hapo. Atapofika pale ataelezea kile ambacho yeye anachokihitaji. Baada ya kuelezea itafanyika suluhu, imeshindikana, mwanamke atajivua katika ile ndoa. Atajivua vipi? Atarudisha kiasi cha pesa kwa yule mwanamume kile alichomuolea, hiyo ndiyo itakuwa talaka yake. Na kile kiasi kwa nini anarudisha wakati kashatumika? Huyu mwanamume alikuwa hana nia ya kumwacha huyu mwanamke, lakini mwanamke ameidai talaka. Sasa uturudishie pesa ili hii pesa nikatafute mwanamke mwingine aje kukava hiyo nafasi ulioiacha wewe. Okay. Enelewa bwana simulizi. Ndio Uislamu ulivyo. Na talaka katika Uislamu ziko 3. Unatoa talaka ya kwanza, unasubiria miezi 3. Ile miezi 3 ukimrejea anakuwa mkeo, na ukimuingilia anakuwa mkeo. Lakini ikimalizika miezi 3 hujamrejea, sheria itakutaka umuoe upya. Okay. Umeelewa? Ya pili nayo hivyo hivyo, lakini ikifika ya 3 umetoa talaka zimefika 3, sheria inakwambia huwezi kumuoa huyo, sharti aolewe na mwanamume mwingine. Akishaolewa na mwanamume mwingine, yule mwanamume amwache. Akishamwacha, wewe ndo unaruhusiwa kwenda kuoa. Kuna uwezekano wa katika utoaji wa talaka, labda ukizitoa talaka 3 kwa mara moja watu wakabadilisha wakasema hapana, hiyo ni talaka moja? Hapana, 3 ni 3. Kwa sababu tujifunze hivi, wewe 1 na 3 uzijui? Ndio najua. Kwa nini sasa utoe 3? Okay. Yaani una nini utoe 3 wakati kuandika 1 unajua, kuandika 2 unajua? Kwa nini utoe 3? Kwa hiyo dhamira yako mazali umesema 3, hizo 3. Wapo watu wanaosema sijui 3 nini, lakini kiukweli kabisa
Tatu ni tatu kwa sababu we una akili zako. Wakati unatoa hizo talaka, kwa nini usitoe moja moja? Kwa nini ukaamua kutoa tatu? Basi ndio hizo tatu. Na ukitoa talaka tatu sio mkeo mpaka olewe, aachwe akaenda ndio uje kuoa wewe. Kuna jambo nataka kujifunza. Talaka huwa zinafanana, hizo tatu huwa zinafanana, yani ni copy. Tatu ni kusema maneno, talaka sio maandishi bwana Simulizi. Okay. Talaka ni matamko. Maandishi tunaandika kwa sababu tusije tukakataana. Kwamba tarehe fulani tuliachana na shahidi alikuwa fulani, ndio maana tunaandika vile vitu. Lakini talaka ni mdomoni, nimekuacha. Ngapi utapotoa mdomoni? Mimi nimekuacha talaka moja wewe. Sawa, ngapi? Mimi nimekuacha talaka tatu, ndio tatu hizo. Labda shehe wanazungumzia hizi talaka tatu. Ni watu kwa kawaida au kuna kama ni hiyo ni sheria ya Kiislamu, wanazuoni kabisa hiyo tatu ni tatu. Sio kwamba mtu amejiamulia ni tatu ni tatu. Yaani ukitoa tatu maana yake hiyo ni tatu. Na tatu ni wewe kutamka kwamba nimekupa talaka tatu. Basi. Ndio zinaandikwa tatu. Yaani kuandika, yaani ile talaka ukiandika nimekuacha talaka tatu. Inaandikwa moja. Nimekuacha talaka tatu. Nimekuacha. Hii talaka tunaisoma pale unapoiandika ndio tunajua hizi ngapi. Okay. Ngaweza kwa imeandikwa vipande. Hapana. Hapa unapoandika ndio tunahesabu hizi ngapi. Okay. Hizi tatu tunasema tatu kwa maana ya tatu kwa sababu wewe una akili zako. Kwani moja na mbili uzijui? Mbona umeandika tatu? Ndio tatu hizo umezotoa. Subiri mtu aoe, amwache akaenda, amalize uje tena. Kwa hiyo unaweza kuanza talaka moja afu kaja ukamalizia mbili, yani kwa maana mbili kwa pamoja. Unaweza. Ukatoa talaka moja ukajipiga zote mbili, bwana nimekuacha talaka mbili na ile kule ya tatu, mchezo umeisha. Okay. Okay. Sawa. Sasa kuna ndoa kama hivi inatokea, labda kuna shida fulani, labda mwanamke anakulazimisha wewe umuoe na usipomooa anasema anajiua. Unaweza ukafunga ndoa ya namna hii? Hiyo ni ndoa ya kawaida au ni ndoa itaitwa ya mkeka? Una mwanamke ambaye labda ni mpenzi wako, kama unavyojua siku hizi vijana. Inatokea yule mwanamke anakuambia mimi usiponioa najiua. Sisi hatuangalii jambo la kujiua, tunaangalia wewe dhamira yako na vipengele vya ndoa vikitimia, si tumemaliza. Okay. Tunataka wewe unayeoa, anayeolewa, akitokea anayeolewa, wali, mashahidi, mchezo umeisha. Hiyo okay. Kujiua mtajua nayo wenyewe, sisi tunajua vipengele vile vya ndoa vimetimia, basi mchezo umeisha. Wana wazazi wao hawana taarifa. Kuna wali. Haiwezekani kupatikana ndoa bila kuwepo wali. Okay. Yaani huyu mwanamke anaenda kuolewa, wali wake nani anayemwozesha, anayekukabidhi wewe? Hapo ndio shida. Kwa hiyo hakuna ndoa kwenye Uislamu isipokuwa iwepo na wali. Kwa hiyo baba ndio wali wa yule mtoto unayetaka kuoa. Lakini anaweza katafuta mtu mwingine. Baba akitoa idhini kwamba ndoa yangu Sheikh Shafi nakupa uisimamie, lakini yeye mwenyewe asiwepo lile eneo, basi hapo idhini inapatikana. Okay. Yaani baba akinipa idhini mimi Sheikh Shafi nakupa umuozeshe mwanangu, lakini asiwepo katika eneo hilo, basi mimi namuozesha kama vile Sheikh Walid alivyomuozesha Diamond kwa Zuchu. Okay. Okay. Sasa ndio hiyo ambayo tumekuwa tukishangaa, hiyo watu wengi sana tumekuwa tukishangaa ndio imetokea kinamna gani, kwamba baba yupo, mama yupo na wazazi hawana taarifa, ni kwamba mnaona afu mnakuja mnawapa wazazi baadaye taarifa. Hapana, hiyo haiwezi kuondoa ndoa. Sharti mzazi mwenyewe atoe maagizo kwa yule mtu ambaye anayekwenda kumuozesha. Bwana wewe, mimi nakupa ruhusa muozeshe mwanangu, ndio ndoa itakuwa. Lakini ikiwa mtoto kajiamulia tu wali wake nani, sasa inakuwa hiyo sio ndoa tena. Labda shehe ungeweka wazi hapa mawali, yani kina nani kimondoa baba? Mawali ni upande wa baba, lakini wali mkubwa ni baba. Okay. Ambaye ndio anatakiwa awepo pale, baba, babu, kaka wa baba mmoja huko. Wale ndio wanakuwa mawali, lakini wali mkubwa mwenyewe ni baba. Baba mdogo anaozesha, lakini kwa idhini ya baba aliyopewa. Ikiwa baba amefariki ndio inafuata ile vipengele vya nani anakuja kuozesha. Lakini kama yuko hai sharti atoe idhini nani anaozesha. Nataka turudi kidogo kwenye swala la talaka. Watu wengi wanasemaga hawezi kuoa mke wa pili au hata watatu au kumwacha mke wake kwa sababu anaogopa yule mwanamke ambaye anamtisha, mimi ukiniacha najiua. Na unakuta labda anafanya kabisa majaribio, amesema ameachwa, anarejelewa kwa sababu tu ametishia kwa mume kwamba anajiua. Hii huwa inakuaje? Sasa hiyo ni akili ndogo na huo ni ujinga tu yani. Yaani wewe mimi niache kumwacha kwa sababu anajiua, na ajiue. Mimi simhitaji tena mwanamke ndio niogope kwa sababu yeye anajiua. Akijiua anapata dhambi mwenyewe kwa Mungu, wala sio sababu yangu mimi. Mimi nimefanya jambo langu la haki la sheria. Kwa hiyo akienda kujiua dhambi anabeba mwenyewe. Wala sio mimi, sihusiki na hilo jambo kabisa. Anasema anataka kuoa mke wa pili, mke wa kwanza kama mimi ukioa mke wa pili najiua. Sawa.
ajiue. Kwa mimi haki yangu kuoa, yeye hawezi kujiua. Kwanza atajua kwa sababu mimi nimeoa mke wa pili. Mimi ni haki yangu ya dini imenisema kwamba nioe mke wa pili nikiwa nataka. Kwa hiyo hawezi kunilazimisha yeye. Kwa hiyo swala la kujiua hilo ni la kwake, mimi alinihusu kabisa hilo. Okay. Umenielewa bwana? Sheria na hivyo vitu viwili tofauti. Yaani huwezi kuacha kufanya sheria kwa sababu mtu fulani anasema yeye atajiua ukifanya. Okay. Kuna mazingira ambayo Uislamu yani sheria zake zimewekwa kwamba katika mazingira haya inatakiwa muachane. Kwa mfano kuna kitu Yesu alishawahi kuambia Wakristo kwamba umwache mkeo kwa sababu ya dhambi moja tu ya kuzini. Hapo ndio unaweza kumwacha. Vinginevyo utakuwa unatenda dhambi, lakini umwache kwa dhambi ya kuzini. Kwa Waislamu nao kuna sheria fulani kwamba mwanamke akifanya hiki, labda akimjibu hivi mumewe akifanya hivi, unaweza kumwacha au unaweza kumwacha bila hata sababu kabisa. Uislamu hautazame kipi cha kumwacha mkeo. Hautazame hivyo kwamba kuna dhambi fulani kubwa kaifanya ndio umwache. Ndio maana tumewekewa msamaha, toba ile ya kuomba. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya dhambi akakuomba msamaha hata ukimfumania. Hiyo shauri yako wewe tena kufumania ile jambo. Yaani hata ukimfumania mkeo kakuomba msamaha, si umeridhia mwenyewe? Ruksa hiyo, endelea na mkeo. Na Uislamu hapo unakuwa hauna shida. Yaani Uislamu hauna shida, yule atapata dhambi kwa kile alichokifanya, lakini wewe mazali mwenyewe umeridhia. Huyo ni mkeo, endelea naye. Kwa hiyo talaka ni ya kwako wewe, simulize unavyoamua. Kwa hiyo hata simulizi ukiamua sasa wewe bwana mimi sikutaki talaka, no sababu. Bila sababu. Sikutaki tu basi. Okay. Ndio sababu wenyewe sikutaki. Mchezo umeishia hapo. Okay. Umeelewa? Ndio Uislamu ulivyo. Sio kwamba eti kuna dhambi kafanya, dhambi hiyo ndio hapana. Hakuna iko kitu. Okay. Kiume nipata simulizi. Naam bwana. Hapo nakupata. Mimi nashukuru sana Shafi, nimepata baadhi ya mambo ambayo nilikuwa natamani niyajue, hasa kuhusiana na hizi ndoa. Mtu anaweza kalazimishwa, asilazimishwe. Mtu anaweza kawa wali badala ya baba bila taarifa ya wazazi kujua. Hiyo sasa sawa. Hamna ndoa ya siri. Hamna ndoa ya hiyo. Ndoa yote lazima wali awepo, na wali lazima atoe taarifa kwamba mimi sipo, muozeshe wewe.